Tumekuja kama watoto. Omwana anura na asharira. Wao wanasema omwana anura na asharira. Mtoto ni mtamu, mtoto ni mchungu. Akipata division 1 ni mtamu, akipata division 0 ni mchungu. Omwana anura na asharira. Tumekuja kwa mama kusema abana basharira, abana basharira. Aliyendwara abana basharira, tibu shoga abana basharira. Kuna mtoto mmoja alikuwa apendwi na mwalimu fulani darasani. Akipiga viboko viwili kila mwanafunzi anapigwa vitatu. Anamuonea mpaka toto kakimuona kanaogopa. Alikuwa anakachukia. Siku moja wameingia darasani, wakasema wamisionari wamekuja watatoa zawadi, mjipange mstari. Katoto kakawai kajipanga mbele pale karibu na ubao. Sasa yule mwalimu anayekachukia akakaona, akakatoa pale mbele, akakapeleka nyuma, kasiwe ka kwanza kupata zawadi. Wamisionari mmoja akasema, mbona nyewe watoto mmekuja karibu na ubao sana? Naomba mgeuke sasa. Mgeuke huku kwa nyuma, kuna nafasi. Na zawadi mtataka anzia nyuma. Akaanza na kale katoto. Huo ndo tunaita urejesho. Naomba leo hii mama akuombee urudi kwenye nafasi yako. Pawepo na urejesho. Huu ni mwaka wa Jubileo 2025, ni mwaka wa urejesho. Lakini na katika harusi ya Kana palikuwepo na urejesho. Urejesho wa aina 6 kadiri ya mabarasi 6. Ndiyo mahubiri yangu. Urejesho wa kwanza ni urejesho wa furaha. Divai ilipoisha, wengine hawakuwa na furaha. Divai, ukisoma Zaburi sura ya 108 mstari wa 15, divai inayofanya moyo wa mwanadamu kuwa na furaha ni divai inafanya moyo wa mwanadamu kuwa na furaha ukinywa kwa kiasi. Bila divai harusi inapwaya kule Kana. Wayahudi walipenda sana. Sasa Bikira Maria tunamuita katika litania sababu ya furaha yetu. Naomba leo hii awe sababu ya furaha yetu. Kama una furaha, pawepo na urejesho wa furaha katika familia. Kuna mtoto darasani nilikuwa nafundisha watoto. Sasa kauliza katoto, wewe mbona unacheka darasani? Akasema, padri, nilikuwa na tabasamu tu, tabasamu limepasuka. Kuna dhambi dhidi ya furaha. Dhambi dhidi ya furaha. Dhambi ya kwanza ni uchungu wa moyo, bitterness. Yaani mtu anakuwa bitter, anakuwa na uchungu wa moyo. Akiona rafiki yake au jirani yake anacheka, yeye anakuwa na uchungu, mbona linacheka? Akinua baiskeli, yeye ana uchungu, anaita majina umkweche. Hii ni dhambi dhidi ya furaha. Waefeso, waraka wa mtume Paulo kwa Efeso sura ya 4 mstari wa 31 anasema, ondoeni uchungu wote, hasira, ghadhabu, ugomvi na matusi, pamoja na kila aina ya uovu. Ondoeni uchungu, bitterness. Hiyo ni sumu, hiyo ni sumu. Ndio maana kanga za wakina mama zimeandikwa, chuki umchoma naye itunza. Dhambi ya pili dhidi ya furaha ni wivu. Kamunobe yabitunga tabirire. Mtakatifu Agustino alisema wivu huleta huzuni badala ya furaha, kwa sababu ujenga chuki na kutoridhika moyoni. Dhambi ya tatu ni kununa. Kununa, kutuuta. Batali mwatu usire karungi na yendogo ina. Unajua katika kitabu cha Hesabu kuna sala waga tunaisali hata tarehe 1 Januari. Mungu akuinulie nuru ya uso wako.
nuru ya uso wake. Nuru ya uso ni tabasamu. Mtu ambaye anatabasamu tunasema aina mwili maabuso, anagiza kwenye uso. Sasa kutotabasamu kuna kufanya ukose furaha katika maisha. Wewe tabasamu. Ndege wanaimba si kwa sababu wana chakula, ni kwa sababu wana wimbo. Mwambie jirani yako smile. Mama Teresa akalikuta anasema upendo unaanza na tabasamu. Mimi kuna tabasamu ambalo huwa silitoi, nalitoa mara moja kwa mwaka. Nilimtolea mgonjwa hospitalini nikamchanganya. Nilipofika mlangoni nikakoa, akasema naam father, unaniita? Nilikuwa sijamuita tu, ni tabasamu limwacha soremba. Urejesho wa furaha. Leo tunaomba urejesho wa furaha. Kama divai ilipoisha palikuwepo na huzuni, na Bikira Maria akasaidia. Sasa furaha inapatikana wapi? Furaha inajificha katika Mungu. Mtakatifu Agustino alisema atutulii tutatulia katika Mungu. Watu wanatafuta furaha, lakini furaha kamili tutaipata kwa Mungu. Atutulii tutatulia katika Mungu. Katika biashara utafanya, utatafuta pesa, lakini furaha kamili utaipata katika Mungu. Mtakatifu Teresa wa Avila alisema Mungu hataki tuwe na huzuni, bali anataka tuishi kwa furaha ya kweli inayotoka kwake. Pili, furaha tutaipata katika Kristo. Kuna baba mmoja anaitwa Tora alisema kuna furaha zaidi katika Yesu ndani ya masaa 24 kuliko iliyoko duniani ndani ya siku 365. Nimezijaribu zote. Papa Francis anatuasa Yesu ubadilisha uchungu wa maisha kuwa furaha ikiwa tutamruhusu atusafishe na kutujaza neema yake. Unapomaliza kuungama unakuwa na furaha. Ndio maana wito wa Bikira Maria kule Ludi akisema fanyeni toba, fanyeni toba. Kuna padri alikuwa anaungamisha, ana watu 50, padri mwingine ana watu 2. Nikauliza, mbona huyu padri ana watu wengi 50, huyu ana 3 vipi? Huyo ni popular, ni maarufu, vitu gani? Wakaniambia hapana, huyu padri aliye na watu wengi ana matatizo ya kusikia, sikii vizuri. Watu wanaogopa hii sakramenti. Ukimpata padri ambaye hawezi kusikia vizuri. Tunapoungama panakuwepo na urejesho wa furaha. Ndio maana Bikira Maria alisema fanyeni toba, fanyeni toba. Tunapata furaha katika Bikira Maria. Ndio maana katika litania anaitwa sababu ya furaha yetu. Padri mmoja alikuwa anafanya jogging, anakimbia anafanya mazoezi. Kimbia. Sasa gari la wagonjwa likampita. Padri akasimama, akasali salamu Maria kumwombea mgonjwa. Yule mgonjwa akawa na maono, akaiona sura ya padri na muombea, salamu Maria umejaa neema. Walipofika hospitalini wanataka kuleta ka kitanda kumweka, akainuka akatoka kwenye gari akatembea, alikuwa amepona kabisa. Sababu ya furaha yetu, sali salamu Maria. Biblia inasema moyo wa furaha ungarisha uso, lakini uchungu uvunja moyo. Mithali 15:13. Mama Teresa akalikuta mtakatifu anasema furaha ni sala, furaha ni nguvu, furaha ni upendo, furaha ni neti ya upendo ya kuwavua watu. Hiyo nimemaliza urejesho wa furaha. Point ya pili, urejesho wa heshima. Naomba tuseme urejesho wa heshima. Urejesho wa heshima. Hakuna jambo zuri kama ikitiinwa heshima, kuheshimika. Astahiliye heshima mpe heshima. Bwana Yesu Kristo alirudisha heshima ya bwana harusi. Ikatoka kitu safi, divai safi, divai bora, akarudisha heshima. Naomba Yesu Kristo arudishe heshima ya familia. Arudishe heshima katika familia.
arudishe heshima katika familia kupitia watoto. Mtoto anapofanya vizuri, heshima inakuwepo. Ebyarabyo muzaire omwana kusheka. Heshima. Wajerumani wana methali inasema heshima ni kama glasi, ikivunjika haiwezi kurekebishwa. Lakini mimi leo nasema kwa nguvu ya Mungu inarekebishwa. Isaya sura ya 61 mstari wa 7, badala ya aibu yenu mtapata fungu mara 2, na badala ya fedhea watafurahi katika urithi wao. Umeaibishwa, leo nakuambia heshima yako itarejeshwa. Umesingiziwa kwa maombezi ya Bikira Maria, heshima yako itarejeshwa. Umefedheheshwa, heshima yako itarejeshwa. Mwezi wa ndoa kuheshimu, leo nakwambia heshima inaingia. Kwa maombezi ya Bikira Maria. Sasa kutafuta zile dawa za heshima. Mchambuzi wa maandiko matakatifu Henry Matthew anasema Kristo huondoa aibu kwa wale wanaomtegemea na kuwainua katika udhaifu wao. Unapomtegemea ataondoa aibu, ataleta heshima. Mfano mzuri ni Mtakatifu Yohana Maria Mzee aliyemkata kichwa. Baada ya kumkata kichwa alitupa upanga, akasema wewe upanga nenda na mlaaniwa, akamuita mlaaniwa. Lakini Papa Paulo wa 6 alipowatangaza watakatifu alisema hawa ni mashujaa wetu, hawa ni mabingwa wetu, hawa ni walimu wetu. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Anayekupiga kibuti atakupigia saluti. Anayekuita kikaragosi kesha atakuita bosi. Anayesema uolewi ataona wanabeba shera yako. Urejesho wa heshima, urejesho wa heshima. Heshima ni taji ya maadili. Ukivaa vizuri hata watu wanakuheshimu. Ukifuata maadili ya jinsia ama jinsi, kuna jinsia mbili ama jinsi mbili, me na ke. Me na ke, ukifuata hizo unapata heshima. Ni me na ke. Mungu aliumba Adam na Eva, akuumba Adam na Joni. Kwa hiyo kuna dhambi dhidi ya heshima. Kuna heshima kwa Mungu na dhambi dhidi ya heshima nazitaja. Kukufuru ni dhambi dhidi ya heshima kwa Mungu. Kuasi imani, apostasy, ni dhambi ya heshima dhidi ya Mungu. Uzushi, eres, uchawi. Kutotii wazazi, matusi na dhiaka, uchonganishi na uongo, kutowajali wazee, unyanyasaji, bullying, hayo yote ni dhambi dhidi ya heshima. Mtakatifu Agustino alisema Yesu hakufanya muujiza huku kwa ajili ya anasa, bali kuokoa heshima ya familia na kudhihirisha utukufu wake. Niliwahi kuona baba mmoja anatoka kwenye gari, akatoka haraka akazunguka akamfungulia mke wake mlango. Nikasema kumbe bado familia kuna watu wanaheshimiana. Yaani anamfungulia mlango utafikiri ni waziri mkuu, mlango wa gari. Nikaenda kumpongeza, nikasema baba hongera, hizi ndizo heshima zenyewe. Mwanamke akasema father usidanganyike, mlango wa gari umeharibika unafunguliwa kwa nje. Nilifikiri ndio heshima. Urejesho wa tatu ni urejesho wa wingi. Yesu alibadili maji akawa divai. Sio chupa moja, sio chupa mbili. Ni mabalasi. Sio kama mabalasi.
yanaonekana hivi ya utaleni, haya mabarasi. Wewe fikiria divai iko hivi, si watu wananunua kale ka boksi sasa mabarasi. Yaani anaporejesha anarejesha kwa wingi. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alisema Yesu si Mungu wa wastani, bali wa wingi wa neema na baraka. Yesu sio wa wastani, yaani ni wingi tu. Ndio maana Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema nimekuja wawe na uzima, tena wawe nao tele. Ni abundance mentality. Naomba tuseme Kiingereza kidogo, abundance mentality. Unajua kuna watu wana scarcity mentality. Wao wana methali inasema orokusoroza ubiriza. Orokusoroza ubiriza ibintu bikanye. Kuna watu wanalima kaeneo kadogo tu anapata debe moja ya maharage. Kwa nini usilime ukapata gunia 180? Vitu vikubwa. Mungu wetu ni Mungu wa vikubwa, sio Mungu wa mambo madogo madogo. Mtakatifu Yohane Maria Vianney alisema Mungu atoi kwa uchache anapotubariki, utupa kilicho bora. Mungu apimi kwa kijiko na sisi tusimpie kwa kijiko. Na siri ya kupata mambo tele ni hii. Siku moja kuna familia moja walikuja kunitembelea, mwanaume, mwanamke na katoto kao. Basi nikapatia soda na karanga. Kaambia katoto toa karanga kwenye bakuli, akakutoa. Sema toa, akakataa. Sema katoto kaweze kanichezea. Nikachukua viganja vyake nikafanya hivi, nikakalazimisha, nikachota karanga nikakawekea. Akasema asante padri. Mama akakauliza mbona ukutoa mwanzoni? Akasema mama nilingoja. Mimi viganja vyangu ni vidogo lakini cha padri ni kikubwa. Kwa hiyo Mungu mpe kwa mkono wako, akurudishie kwa mkono wake. Na mkono wake ni mkubwa. Mungu wetu ni Mungu wa wingi, sio Mungu wa mambo machache machache. Unajua yule mwana mpotevu alivyorudi, kaka mtu akuingia ndani, akufurahi kwamba kaka yake amerudi. Alitaka wanamsengenya, anafanya umbea, anazungumza juu yake. Utafikia alikuwa na binocular inafika kaka yake alipo. Sasa baba akatoka nje akasema mwanangu njoo tusherekee. Akasema baba hujawahi kunipatia mwanambuzi nisherekee na marafiki zangu. Baba akashangaa. What? Mwanambuzi? Are you serious? Yaani vyote nilivyonavyo ni vyako, wewe unaomba mwanambuzi? Yaani angalia sasa mentality. Mwambie jirani yako acha maombi ya kimbuzi. Leo tumekuja kuomba mambo kwa wingi. Tumekuja kuomba tele, vitu vikubwa vikubwa. Usije hapa kuomba vitu vidogo vidogo. Acha maombi ya kimbuzi. Tumekuja kuomba vitu vikubwa, vitu vya hali ya juu. Mungu wetu ni Mungu wa wingi. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7 anasema hata mwanzo wako ulikuwa mdogo, mwisho wako utakuwa mkuu sana.